Kama nilivyokuambia mwanzo, tupo na kaka yetu pia Mheshimiwa Timbwa. Yeye ni mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Mustafa pale, lakini alisema hapana. Mimi pia hawa watu wa Kinyamwezi pia ni wananchi wangu, kwa hiyo naomba nikatoe support. Naomba nijue kaka uzoefu wako wa uongozi. Kwa matukio kama haya, ushakutana tukio kama hili? Tukio hili bado nilikutana nalo hasa sana kwa upande wetu sisi. Na mtakumbuka sisi ni wapya katika uongozi kwenye mitaa mitano. Na mimi nipo hapa kumsupport Fadi Mlali, lakini bado cheo changu kinanipa kama mwenyekiti wa wenye viti kata ya Pugu. Kwa hiyo kuwepo eneo hili sio solution sana. Alinipatia taarifa kwa Fadi Mlali akiniambia kama mwenyekiti kuna 1 2 3 kuna mwili umeonekanika kwenye kalo na maji machafu, lakini ikiwa tayari ule mtu amefariki. Sisi nikamwambia sio mbaya, tutafika hapo. Tuko kwenye vitu watatu hapa. Yuko mpaka mwenyekiti wa serikali ya mtaa Bombande ni Sanji Mabula. Yuko na mjumbe wetu wa serikali ya mtaa Gilipina Gregory Makoto. Lakini yuko na mwenyewe Faris Nasoni Mlali, lakini wapo wenye vitu wengine wa serikali ya mitaa wawili ambao wanaunganisha kwenye kata hii, nao pia wako njiani wanakuja. Lengo la makusudio kwanza ni kumfariji kwa sababu ni mara yake ya kwanza kukutana na tukio hili. Lakini la pili pia ni kulihimiza jeshi la polisi kufika kwa wakati ili tuweze kushauriana kwamba ni jinsi gani ya kuweza kuvua ule mwili. Umeona? Tuvue ule mwili ili taratibu nyingine ziweze kufuata. Asante sana. Kama nilivyokuambia alikuwa Mheshimiwa Timbwa, yeye ni mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Mustafa. Ametukimbilia hapa, ametoa maoni yake na amesema sasa hivi tunasubiri utaratibu wa jeshi la polisi ili tuone watafanya kitu gani hapa ili kusolve ili sintofahamu. Nimeambiwa kuna mwenyekiti mwingine wa serikali ya mtaa Bombani, kaka yetu hapa, kijana mwenzetu kabisa, naye akasema silali na kuja kuhakikisha kakaangu Fadi Mlali anapata kampani. Kaka pole. Asante, pole sote. Karibu sana, naomba utoe maoni yako kuhusiana na hili swali lilotokea hapa. Actually, hili jambo kidogo halivumiliki, na baada ya kupokea taarifa kutoka kwa mwenyekiti mwenzetu tukaona basi tuna haja ya kumkimbilia kuhakikisha kwanza tunatoa taharuki kwa wananchi, lakini la pili vyombo vya ulinzi na usalama vichukue nafasi yake. Kwa hiyo tupo hapa kuhakikisha hali ya utulivu, lakini pia tunasubiri polisi kutoka Chanika wanasema wanakuja kwa ajili ya taratibu wa kisheria na kiserikali. Asante sana. Kaka yetu mwenyekiti kutoka mtaa wa Pugu Bombani, yeye amesema wananchi watoe hofu, watulie kwa sasa. Jeshi la polisi lipo njiani, litaendelea na taratibu nyingine. Basi kama tunavijua taratibu hizi ni za kiprotocol, hatuwezi kufanya jambo lolote mpaka tupewe mwongozo. Hivyo kwa sasa tuendelee kuwa wavumilivu sana, jambo litaendelea. Asante.